Hapa tunaambiwa kwamba Felix Tshisekedi amewasili Marekani siku ya Jumanne Septemba 23 mwaka 2025 kwa kikao cha 80 cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Rais wa Kongo ametumia fursa hiyo kufanya mikutano mingi ya nchi mbili na kujaribu kuendeleza mchakato wa amani nchini mwake. Mikutano hii ni pamoja na mkutano wa wajumbe wa Congress, mwingine na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Dar es Salaam, Felix Tshisekedi. Dar es Salaam, Felix Tshisekedi. Dar es Salaam, Felix Tshisekedi amewasili Marekani siku ya Jumanne Septemba 23 mwaka 2025 kwa kikao cha 80 cha mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Rais wa Kongo ametumia fursa hiyo kufanya mikutano mingi ya nchi mbili na kujaribu kuendeleza mchakato wa amani nchini mwake. Mkutano hii ni pamoja na mkutano wa wajumbe wa Congress, mwingine na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Na muhimu zaidi, mkutano mrefu uliochukua takribani saa moja na Masad Boulos, mshauri wa White House ya Afrika. Felix Tshisekedi anasema bado anaamini katika mchakato wa Washington, hasa kuhusu makubaliano yanayojadiliwa kati ya Kinshasa na Marekani. Amebainisha haya kwa Masad Boulos, mshauri wa White House ya Afrika, wakati wa mkutano wao. Kulingana na habari zetu, wawili hao walipitia makubaliano ya kiuchumi yanayojadiliwa kwa sasa. Mkataba huu, kwa mujibu wa rais wa Kongo, unategemea mahitaji ya viwanda ya teknolojia ya juu vya Marekani na upatikanaji wa madini yaliyopo nchini DRC. Kama tunavyojua, kampuni ya Kimarekani ya Cobalt Metals tayari imepata vibali vya uchunguzi, haswa kwa beri muhimu kwa anga, niobium inayotumika katika ulinzi, na lithium muhimu kwa betri za umeme. Mkutano ulipangwa kufanyika Jumapili Septemba 21 na Josh Goldman, mkurugenzi mtendaji wa Cobalt Metals, hatimaye uliahirishwa kulingana na vyanzo vya Kongo. DRC imetaka kutambuliwa kwa mauaji ya raia. Kinshasa inasubiri fidia. Wako wazi ushiriki mkubwa wa Marekani kuweka shinikizo kwa Kigali na AFC ama M23. Katika hotuba yake kwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Felix Tshisekedi alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kwamba makubaliano ya Washington na Rwanda yanatekelezwa kikamilifu, huku mapigano yakipamba moto mashariki mwa DRC. Ikiwa ulimwengu bado unasita kutaja maumivu yetu, hatutasubiri, alitangaza. Ikiwa ulimwengu bado unasita kutaja maumivu yetu, hatutasubiri. Nchi yetu inaomba msaada. Tumetia saini mikataba ya amani, tumekubali mazungumzo na tumetoa ahadi za upatanisho, lakini amani ya uongo iliyojengwa juu ya kutokujali na usahaulifu ni silaha mbaya tu. Historia haitatuhukumu maneno haya, lakini uwezo wetu wa kukiri uhalifu mkubwa, ikiwa ni pamoja na mauaji ya laiki na kukomesha kutokujali. Natoa wito wa dhati kwa bunge hili: tambueni mauaji ya kimbari ya Kongo, muunge mkono mapambano yetu ya kweli na haki, na mtusaidie hatimaye kujenga amani ya kudumu katika moyo wa Afrika. Kando na juhudi za amani, Kinshasa imewatumia wenzao wa Marekani orodha ya mahitaji ya ndani ya miundombinu na nishati. Mkutano wa ngazi ya juu ulipangwa mjini Washington katikati ya Oktoba. Pia rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye yuko New York, ameonya juu ya hatari ya kuona sheria ya nguvu zaidi inashinda. Katika eneo la maziwa makuu, mamlaka na uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima viheshimiwe. Lazima turudishe matumaini kwa watu
wa Kivu na kwa mamia kwa maelfu ya watu waliokimbia makazi yao. Na ndiyo maana pia tutakutana mwezi ujao mjini Paris, alisema. Kulingana na habari zetu, mkutano wa ngazi ya juu umepangwa mjini Washington Oktoba ili kuendeleza majadiliano. Felix Tshisekedi anapanga kushiriki. Hii ni taarifa kutoka huko DRC na imeandikwa na RFI ikisema kwamba Felix Tshisekedi ameishawishi Washington kuunganisha madini ya kimkakati na amani DRC.